Kufuatia mkutano wa ECOWAS uliofanyika katika jiji la Freetown nchini Sierra Leone, nchi 12 zinazounda umoja huo zimeunda kikosi kipya cha kupambana na ugaidi katika jumuiya hiyo. Swali linabaki, je, hili litakuwa suluhisho la kukomesha ugaidi katika nchi hizo? Katika hili nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania. Kwanza, nimeanza kwa kumuuliza, je, ni sababu zipi ambazo zimepelekea kuongezeka kwa matukio ya kigaidi katika nchi ambazo zinaunda jumuiya hiyo? Cha kwanza kabisa ni hizi nchi au ukanda huu upo kimkakati zaidi. Kuna rasilimali mbalimbali za madini pamoja na mafuta. Kwa hiyo inaweza nikasema ni moja kati ya changamoto au chanzo kikubwa cha ugaidi au uhalifu, kutokea uhalifu wa kivita katika nchi hizo. Lakini pia kitu kingine ni ukijaribu kuangalia ni masuala mazima ya kihistoria ya nchi hizo tangu uhuru mpaka leo. Watawala wengi walioongoza nchi hizo, wengine wameingia kwa mabavu, wengine wametolewa kwa mabavu. Kwa hiyo kutokana na hali hii inaleta picha zaidi ya kuendelea kuwepo kwa hali ya vikosi mbalimbali vya kigaidi vinavyoibuka. Lakini pia kingine, hizi nchi zimeshamiliwa au zimetawaliwa zaidi na itikadi za Kiislamu kama Chadi, Burkina Faso na zingine. Kwa hiyo hii inaleta picha halisi kwamba kuna itikadi mbalimbali au misimamo mbalimbali ya kidini ambayo kwa muda mwingine inasababisha vikundi hivi kutokea. Moja kati ya lengo la kuanzisha jumuiya hiyo ni kuhakikisha kwamba hali ya kiusalama katika nchi hizo inaimarishwa. Katika hili, ina maana kuwa ECOWAS imeshindwa kabisa kuondoa hali hii katika ukanda huo? Cha kwanza naweza nikasema kwamba ili si tu kwa ECOWAS, Afrika tumekuwa tukishuhudia matukio kama haya ambayo kwa muda fulani tunajiuliza maswali kwamba kwa nini tunashindwa. Ukijaribu kuangalia hata Umoja wa Afrika umeshindwa kuwa thabiti katika kuzuia haya. Kwa hiyo siwezi nikalaumu moja kwa moja ECOWAS, kwa sababu mkubwa mwenyewe ambaye ni Umoja wa Afrika umeshindwa kudhibiti haya. Lakini pia tukirudi nyuma, kama nilivyokuwa nimejibu awali, lazima tujikumbushe 2021 tuliona mambo ambayo yalitokea Burkina Faso, lakini pia 2022 kama sijakosea tumeona mambo yaliyotokea Niger. Watu kama wakina Mamadou Doumbouya wameshika nchi, wamefanya mapinduzi, kina Ibrahim Traore, kina Sandaogo Damiba wamefanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa picha hii mimi naweza nikasema kwamba kuna uhitaji sasa wa Afrika kurudi kwenye yale malengo ya Kwame Nkrumah, kurudi kwenye malengo ya Muammar Gaddafi ya kuwa na umoja ambao umoja huu utakuwa thabiti ukishirikiana na hizi subdivision ambao ni Umoja wa Afrika Mashariki, ECOWAS, hiyo COMESA. Kupitia nguvu moja hii inaweza ikasababisha kuleta coordination ambayo italeta amani. Mbali na ECOWAS kuna jumuiya nyingi hapa barani Afrika, na hizi zote zinalenga kuimarisha hali ya kiusalama. Je, jumuiya hizo zote zimeshindwa kufua dafu katika swala hili? Inatokana na siasa nzima za kimagharibi, mambo ya liberal system. Kwa hiyo kuna vibaraka wanapandikizwa. Kwa hiyo sidhani mtu kama Ibrahim Traore anaweza akadumu kwa muda mrefu, na that's kuna shambulio hilo lilitokea Burkina Faso hapo. Kwa hiyo Wagadugu kwenye mji mkuu. Hii ni moja kati ya kitu ambayo inaonyesha kwamba viongozi ambao wanalitakia mema bara la Afrika siku zote hawawezi wakadumu kwa namna moja au nyingine, au kwa dakika moja au nyingine mbele zaidi. Kutokana na nini? Afrika ni eneo la kimkakati kwa ajili ya kiuchumi kwa mataifa mengine, maana yake Ulaya pamoja na Marekani, mataifa ya magharibi. Kwa hiyo sidhani kama tunaweza tukawa na 40 tosha kama tusipozuia hiyo. Kuundwa kwa kikundi cha kupambana na ugaidi katika ukanda wa ECOWAS kunaweza kuimarisha hali ya kiusalama katika ukanda huo? Mimi kwa upande wangu naweza nikasema kwa kiasi fulani inaweza ikaleta amani, lakini hii ni sawasawa na panado, naweza nikasema hivyo. Sema zaidi ukatumia